Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa kuwa waziri wa TAMISEMI yuko hapa, mimi na mkuu wa wilaya tunakaa jengo moja, liko hapa, jengo moja. Jengo hili sijui lilijengwa mwaka gani, historia yake imenishinda kidogo, lakini yeye mwenzangu yupo wing A na mimi niko wing B. Ukifika pale Mheshimiwa Waziri Mkuu, hata parking hatuna. Wewe ukiwa waziri wa fedha, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tulikuja pale ofisini kwako na wabunge hawa, tukakueleza adha tunayoipata katika ofisi, kwa sababu ni kweli ya ofisi yetu inahitaji kujengwa upya. Haiwezekani tukafanya unafiki kwamba sisi hatuhitaji ofisi nzuri. Huwezi kuvaa suti alafu unaingia mahali ambapo hata hapaeleweki kama tapeli. Hapana, unapiga suti na tai, unaingia kwenye ofisi nzuri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, ninayo heshima kukuambia leo imeidhinishwa zaidi ya bilioni 10 kuanza haraka sana ujenzi wa ofisi ya mkuu wa mkoa. Naomba tupige tena makofi mengi sana. Walisema mimi mkuu wa mkoa labda nihamie kwenye yale majengo zilikokuwa wizara. Nikasema hapa itakuwa ni kekundu na ofisi sitajengewa. Nikasema kule siendi. Wewe Mheshimiwa Waziri, ukiwa waziri wa fedha, nipo kuona na tulipokuelezea ulipopitisha, tupelekee neno la asante kwa Mheshimiwa Rais. Ofisi hii inaanza kujengwa hapa Magomeni kwenye eneo lililokuwa la DDC. Ndio tunaanza kujenga ofisi ya mkuu wa mkoa. Na tutaweka eneo kubwa zuri, wananchi wakifika watakunywa chai kabla hawajamueleza jambo mkuu wa mkoa. Wataangalia TV pale kidogo kabla hawajaenda kwa mkuu wa mkoa. Watapata maneno mazuri kabla hawajaenda kwa mkuu wa mkoa. Ila anapokuja kwa mkuu wa mkoa, moyo unakuwa umetulia, mnaongea sasa vizuri kwa lugha moja. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tumepata staili yako ya namna ya kuongoza ofisi yako. Leo nilikuwa nateta na mzee Ulega, akasema kuna mkutano wa hadhara. Nikasema ndio. Akasema waziri mkuu hapo atamsikiliza mpaka mtu wa mwisho. Pale ulipotoka pale, Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuna wananchi wametoka Kibaha. Si wako wapi wale? Kuna wananchi wametoka Kibaha. Hao hapo hao. Wanasema sisi tumetoka Kibaha, tunataka tuje tumueleze waziri mkuu. Nikamwambia jamani, sasa huku Dar es Salaam mbona sasa mnakuja kuniongezea mimi mambo huku? Manake nitaonekana mimi na kero nyingi, kumbe umetoka Kibaha huko kwa ndugu yangu Abdalla, ndugu yangu Kunenge. Sijui wamepiteje wamekuja tena mpaka hapa. Sitashangaa hapa nikiambiwa kuna watu wametoka Katavi. Wala sitashangaa nikiambiwa kuna watu wametoka Morogoro. Kwa nini watu wanatoka mbali kuja kufuata Mheshimiwa Waziri Mkuu? Umekuwa tabasamu na suluhisho la matatizo ya watu hao. Sasa wakati fulani Mheshimiwa Waziri Mkuu, ukisema unakuja Dar es Salaam, mimi leo nimemwambia waziri wangu wa TAMISEMI leo nimechelewa kulala. Akaniuliza kwa nini? Nikasema nilikuja kukagua maeneo ambayo waziri mkuu atapita. Ukweli sijachelewa kwa sababu nilikuja kukagua, hapana. Moyo ulibadilika kidogo, nikaenda JKCI angalau kupata tiba, kwa sababu nilikuwa najua kitakachofuata hapa mapigo ya moyo hata kwenda sawa, kwa sababu ya kasi yako wewe Mheshimiwa Waziri Mkuu. Sisi watumishi wako Mheshimiwa Waziri Mkuu tunajipanga tunavyoweza, lakini najua kuna mahali tunaelemewa. Kwa niaba ya watumishi wenzangu, ninaomba sana uendelee kutuia radhi kwa pale ambapo itaonekana hatujawa sawa sawa na spidi yako. Ila nakueleza ukweli, mpaka mwaka 2031 tutakuwa tumejipanga vizuri na utatukuta tuko kivingine.